Haleluya. Somo linasema wafahamu maadui wa maombi ya mfungo ili usijibiwe. Haleluya. Au unaweza ukasema kuwashinda maadui wa mfungo ili ujibiwe. Zote hizo ni title ambazo zinaweza kutumika katika hili somo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi moja kwa moja tutaenda katika maandiko matakatifu ili tukapate kuanza. Haleluya. Lakini kabla sijaingia kwenye maandiko matakatifu, ningependa kutoa sababu kwa nini hili somo. Sababu ya kwanza, wapo watu wengi ambao huwa wanachukua nafasi ya kumlilia Bwana kwa kufunga kwa sababu ya kuhitaji msaada kutoka kwa Bwana, lakini wanafunga, lakini anafunga hata toka hata na ndoto moja, anafunga hata toka hata na sauti moja. Haleluya. Maana yake ni kama vile kawaida, hajapokea majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ijapokuwa hiyo inaweza isimaanishe kwamba labda kusema na wewe kwenye ndoto au kusikia sauti ndio inaashiria kwamba umepokea majibu. Wakati mwingine Bwana anaweza akajibu pasipo kutaarifu, lakini kiujumla tu kuna watu ambao wanafunga hawapokei majibu. Wanaenda muda mrefu wanasubiria, lakini kwa sababu labda wakati haujafika, lakini wengine kwa sababu waliwaruhusu maadui ambao wanapiga vita mfungo wakawatawala, halafu maombi yao hayakumfikia Bwana, au Bwana alidharau maombi yao ili asiwajibu. Haleluya. Kwa sababu wao wenyewe labda hawakuchukulia kwa uzito, Bwana naye akaamua kutokufanya nini? Kutokuwajibu. Haleluya. Kuna kuta mtu anasema mimi nimefunga sana, mimi nimeomba sana. Kweli kuna wakati umeomba, labda Bwana muda wake wa kujibu hujafika, lakini wakati mwingine ni kwa sababu wewe kutokufahamu hatua zinazotakiwa katika mfungo, ukajikuta sasa unapiga mwendo bure. Paulo anasema kwamba nimevipiga nisije nikawa ninapiga mbio bure, halafu nikawa mtu wa kufanya nini? Ukataliwa. Kumbe mtu anaweza akachukua akajibidisha katika kitu fulani, lakini kumbe yeye mwenyewe amejibidiisha kwa udhaifu, na yeye kutokutambua ule udhaifu katika ile bidii ambayo amefanya nini? Ameichukua, akajikuta hajapokea sawabu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza inapaswa tutambue kwanza mfungo ni nini. Haleluya. Mfungo ni nini? Mfungo ni hali ya mtu kuchukua nafasi ya kumkaribia Bwana na kuvikataa vitu vingine vyote na kumpa Bwana nafasi ili Bwana amuonee huruma au aone sadaka yake ya maana kuliko vitu vingine vyote ili apate kumsikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni kitu ambacho mtu anakitoa cha thamani kuliko vitu vingine vyote mbele za Bwana kwa kujiweka kuomba ili apewe kibali au apewe nafasi ya kusikilizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza nikasema hivi nani ambaye anaweza akasema, nani anaweza akatoa sadaka zaidi ya kujinyima na chakula, kujinyima na maji? Mtu anapokataa maji, anapokataa chakula, maana yake matokeo yake ni sawasawa na kifo. Haleluya. Mtu akikataa chakula, mtu akikataa maji, sawasawa na kifo. Maana yake amechagua kifo kuliko kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amechagua kifo kuliko kufanya nini? Kuliko kuishi. Kwa hiyo mtu anapokuwa amechukua hatua ya kufunga, maana yake sasa amechukua hatua ya kukubali kwamba hivi vyote sio vya maana, lakini hiki kitu ni cha nini? Ni cha maana.
Kwa kuna mifungo ambayo ni mifungo miepesi, na kuna mifungo ambayo ni mifungo mizito, naweza nikasema hivyo. Haleluya. Ndio maana sasa mifungo haiwezi ikalingana. Ndio maana mtu ambaye anafunga masaa 12 ni tofauti na anayefunga masaa 24, ni tofauti na anayefunga siku 3, ni tofauti na anayefunga siku 7. Hawa watu wawili hawawezi wakafanya nini? Hawawezi wakafanana. Mtu anayeumwa njaa kuanzia asubuhi hadi jioni ni tofauti na ambaye anaumwa njaa kwa siku 7. Eti wote watakuwa sawa sawa. Hata kiviwango vya kiroho vitakuwa ni tofauti. Sababu ni nini? Sababu ni ile sadaka ambayo mtu ameamua kuitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye ameamua nitaumwa na njaa kwa siku 7 mpaka Bwana nisikie. Alafu mwingine anasema nitaumwa na njaa kwa masaa 24 mpaka Bwana nisikie. Haleluya. Lakini wote hawa sasa wanaweza wakapiga mbio bure kwa kutokutambua. Lakini na mifungo yote hii sasa ni mifungo ambayo yote Bwana anaweza akasikia kwa kadiri ya hitaji la mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana halisi sadaka ya mwisho. Haleluya. Au kutoa nafasi ya kusikilizwa na Bwana kwa kujinyima kwa vitu fulani ili Bwana aone umejitolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi twende sasa kwenye kitabu kile cha Warumi sura ile ya 12 na ule mstari wa 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo sitasomewa na msomaji kwa sababu nachukua voice ili pia walioko kwenye nchi tofauti na mitandaoni huko wapate kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Warumi sura ile ya 12 kuanzia ule mstari wa 1. Maandiko yanasema kwamba basi ndugu zangu, ninawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Haleluya. Kumbe Mungu huwa anatamani mtu ambaye anajitoa kuwa sadaka. Yeye mwenyewe anajitoa. Anapojitoa anawakilisha kwamba amejitoa dhabihu. Mtu anapokataa chakula, mtu anapokataa maji, mtu anapokataa labda asifanye kazi amsikilize Bwana, muda huo amejitoa amejitoa sadaka au dhabihu kwa Bwana. Maana dhabihu na sadaka ni kitu kimoja. Haleluya. Kwa hiyo anajitoa. Kwa hiyo mtu anapojitolea mbele za Bwana, hiyo sadaka inaonekana kuwa ni sadaka ambayo inakubaliwa na Mungu. Haleluya. Yaani Mungu anapendezwa na mtu yule ambaye anatamani amkaribie Bwana kwa kujitoa, kwa kujinyima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaweza kuwa katikati yetu hapa wapo watu ambao walikuwa na ratiba zao za kazi. Yaweza kuwa kuna watu hapa walikuwa na ratiba walikuwa na ratiba zao labda za masomo. Yaweza kuwa hapa kulikuwa na watu ambao walikuwa na ratiba labda za kwenda kuimba nyimbo, lakini wakakubali kumkaribia Bwana. Haleluya. Unaweza ukawa una mambo mengi, lakini ile hatua tu ya kutokuona kwamba vitu vyote hivi sio vya maana, lakini cha maana ni kumkaribia Bwana, ili niweze nikaenda kumuomba Bwana katika shida yangu hii ambayo imenizuilia au inanikosesha kuwa na amani, au ninapendelea Bwana afanye hiki. Kwa kuwa napendelea Bwana afanye hiki, basi na mimi nitakikataa hiki ili kusudi Bwana akapate kufanya nini? Akapate kunisikia na aone uzito kwamba hiki kitu nampelekea au hoja yangu hii nayompelekea ni ya msingi kuliko hivi vitu vingine nimeviacha, haviwezi kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndiyo andiko ambalo linatuwezesha kujua mfungo ni nini. Mfungo ni wewe kukataa vitu vya msingi na kujitoa sadaka. Unapokataa kazi, unapokataa chakula, unapokataa vitu fulani usivifanye ili umkaribie Bwana tu, tayari hapo umekwisha kutoa dhabihu. Haleluya. Ila dhabihu sasa zinatofautiana
kadri ya hatua ulizozichukua umejinyima nini. Haleluya. Ili Bwana kusikie kwa urahisi zaidi. Kataa chakula, kataa kuonana na watu. Unaona, ubaki wewe na Bwana. Ni tofauti na yule ambaye pia yeye anachukua hatua, labda atakuwa labda kwenye simu, atakuwa kwenye nini, atakuwa kwenye mambo yake, mara yuko kwenye TV. Ni tofauti. Haleluya. Ijapokuwa Bwana anaweza akachungulia nia ya moyo ya kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio tafsiri halisi ya mfungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa twende kwenye kile kitabu cha Yona sura ile ya 3 kuanzia ule mstari wa 7 hadi wa 10. Kitabu cha Yona sura ile ya 3 kuanzia ule mstari wa 7 hadi wa 10. Maandiko anasema kwamba naye akapiga mbio akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake kusema, mwanadamu asioje kitu wala mnyama wala makundi ya ng'ombe wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe, bali wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu. Naam, na wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili wasiangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akagaili neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Haleluya. Watu wa Ninawi wamehubiriwa injili, wakakubali ile injili kwamba wataangamizwa bali wamrudie Bwana. Wakachukua hatua kama ambavyo nimetoka kusema. Mfungo ni kujinyima na vitu fulani. Hao watu wamejinyima na chakula, hata ng'ombe zao, hata mavazi yao mazuri wameyatupa, wakavaa magunia ili wamlilie Bwana. Na mfalme anasema kwamba, anasema tuone kama Mungu anaweza akagaili haya ambao ni nini, ambao ni mabaya. Haleluya. Yaweza kuwa Mungu anaweza akatusikia. Kumbe huwa tunajitoa ili tuone Mungu anaweza akaona uzito wa kile ambacho tumejitolea kwake, labda kina maana ili kutusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawa watu wakajinyima. Sasa adui ambaye anatawala, ambaye anaongoza, ni watu kutokujitoa kikamilifu katika mifungo. Haleluya. Utakuta mtu yuko kwenye mfungo lakini simu na yeye, lakini hata kama yuko kwenye simu, vitu ambavyo anavifuatilia ni tofauti kabisa, viendani na mfungo. Haleluya. Kwa hiyo matendo yake yanakuwa yako kinyume hata na ile sadaka ambayo ameamua jitoe kwa Bwana ili Bwana apate kumsikia, unakuta iko kinyume. Haleluya. Yaani ni vitu ambavyo wewe uko kwenye mfungo lakini una vitu vingine ambavyo haviendani na mfungo. Mawazo yako hayako kwenye mfungo, nia yako iko kwenye mfungo, unawaza pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 inasema mtu aingiapo kuomba basi afunge, aingie chumbani kwake, afunge milango yake, halafu aseme na Mungu kwa siri chumbani. Haleluya. Ili Bwana ajue nia ya moyo. Kwa kumbe mtu anaweza akawa na shughuli zingine, amejinyima labda chakula au maji, lakini moyo wake uwe umeelekea kwa Bwana. Kwa unakuta nia sahihi ya mfungo kwa huyu mtu au kwako wewe imekosa, kwa sababu hauna ule uzito. Umejitoa sadaka kwa kutokula, unajikuta umeshinda na njaa,
umeshinda na kiu, au umelala na njaa, au umelala na kiu, lakini nia yako haiendani na matendo ya sadaka yako. Umetoa sadaka lakini nia yako ndiyo sio thabiti. Kwa kutokukosa nia ya uzito katika mfungo inasababisha wewe usijibiwe. Haleluya. Wakati unaingia kwenye mfungo, una nia kweli ya dhati? Moyo wako kweli umeelekea katika hilo hitaji ulilonalo, katika hayo maombi ulionayo? Je, yako kabisa katika hayo mahitaji? Haleluya. Watu wa Ninawi wametambua kwamba wako katika hali ya kukosa. Kama utakuwa na nia ya dhati, maana hiyo hutaruhusu vitu vingine viingilie moyo wako. Badala yake utabaki na yale maombi yako na kumsihi Bwana na kumkaribia Bwana ili apate kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiwa na nia ambayo ni dhaifu, ni ngumu kwako wewe kumuomba Bwana, ni ngumu kwako wewe kumkaribia Bwana, kwa sababu wakati mwingine au muda wako au moyo wako umeshatekwa na vitu vingine, wala haujatekwa na Bwana. Badala yake unajikuta unashinda na njaa bila sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nia ya hitaji lako, uzito wake uko wapi? Una uzito kweli? Moyo wako unazungumza mbele za Bwana juu ya hitaji lako? Je, una uzito kweli? Je, umebeba kwa uzito? Je, una uhitaji kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unakuta mtu yuko kwenye mfungo lakini hana uhitaji na hicho anachodai yeye ana uhitaji. Kwa unaweza ukaonyesha una uhitaji lakini moyo wako usemi kama una uhitaji. Haujui maana yake, haujui uzito wake. Ukiwa haujui uzito wa hitaji ulilonalo, Bwana hawezi kukusikia. Haleluya. Maandiko yanasema leteni hoja zenu. Leta hoja. Kama wewe haujawa na hoja ndani ya moyo wako, uzito, haleluya, njoni tusemezane, asema Bwana. Njoni tufanye nini? Tusemezane. Kwa kumbe Bwana anataka upeleke hoja. Kwa nini Bwana akusamee? Kwa nini Bwana akupe nyumba? Kwa nini Bwana akupe mme? Kwa nini Bwana akupe vipawa? Kwa nini Bwana akuinue kimataifa? Hoja yako ina uzito gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hoja kwanza ina uzito na wewe umeibeba katika uzito huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unajikuta hapo ukishakosa tu uzito wa hoja ndani ya moyo wako, hujabeba kwa uzito, ujue kabisa huo mfungo hautaweza kupokea kitu chochote kile kutoka kwa Bwana. Huyo ni adui namba moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Adui namba mbili anaitwa njaa. Haleluya. Njaa. Adui namba mbili anaitwa njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Njaa. Tufungue kitabu cha Luka sura ile ya 4. Kuanzia ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hadi mstari ule wa 4. Maandiko yanasema, naye Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu. Hata zilipotimia aliona njaa. Aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akajibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Haleluya. Mwingine amejitoa vizuri, anaomba vizuri, lakini njaa inamsumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Njaa inamsumbua, amekataa chakula, amekataa maji,
Lakini kwa sababu bado umekataa chakula ili utabishe mwili mbele za Bwana, aone umejitoa sadaka, basi ibilisi naye huitumia hiyo njaa, kuichochea hiyo njaa ili uone njaa, ili kusudi utoke kwenye focus ya nini? Ya maombi. Ubaki kulalamika njaa, ubaki kukumbuka hivi muda bado saa ngapi ili tuende tukafungue. Unaweza kukuta hapa kuna watu hapa sasa hivi wanawaza saa 11 inafika saa ngapi? Mbona muda unakawia? Yaani akili yake tayari imekwisha kutekwa na msosi, njaa inamsumbua. Kwa hiyo usitegemee wakati huu unawazawaza njaa wakati wewe umekataa chakula ili Bwana aone dhabihu yako, lakini unaanza kuwaza njaa inakusumbua. Badala ya wewe kuona ile njaa ndio dhabihu mbele za Bwana, na ukubali kwamba Bwana anapoona mimi na njaa nahangaika hivi, ndipo ananisikia, ndipo uongeze bidii ya kuomba katika hiyo hali ya njaa. Haleluya. Lakini wewe unaanza kuwaza muda wa kufanya nini? Wa kufungua. Nitafungua saa ngapi? Mbona muda unachelewa? Mbona asubuhi kuna chelewa? Usitegemee kupata majibu. Haleluya. Usitegemee, mwisho wa siku utajikuta unakula tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza kuona unaanza kufikiria chakula, unaanza kufikiria muda wa kufungua, ujue hapo shetani ameshaanza kukupiga. Anakutandika utoke kwenye focus ya maombi. Kwa sababu kianza kufikiria njaa, maombi yatakosekana, hautaendelea kuomba, utaanza kuona umeadhibiwa. Kuna kuadhibiwa kwa kunyimwa chakula, na kuna kutoa sadaka kwa wewe mwenyewe kujitoa sadaka ili usipate chakula. Haleluya. Kwa hiyo wakati mtu ameadhibiwa, ataona njaa, ni rahisi hapo anaweza akalia kwamba nimeadhibiwa nisile kwa muda fulani. Basi vumilia, kwa sababu ni adhabu. Lakini umetoa sadaka wakati unaumwa na njaa, usirielie, kwa sababu hiyo ndio sadaka mbele za Bwana. Haleluya. Usimruhusu shetani achochee njaa na ukutoa kwenye focus ya maombi. Ikiuma njaa unamwambia Bwana, njaa hii inauma kwa sababu nakuomba hiki. Haleluya. Usiruhusu njaa ikakutoa kwenye lengo la maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ametembea kwa siku zote hizi, mwisho wa siku anaona njaa. Ibilisi naye anaitumia ile njaa kumwambia kwamba ikiwa wewe kweli ni mwana wa Mungu, geuza mkate huu, ili kumuondoa tu. Kumbe njaa inaweza kumuondoa mtu na kuingia kwenye focus ya kitu kingine. Shetani alikuwa anataka amtoe kwenye kufikiria maombi, bali arudi kwenye nini? Kwenye kufikiria msosi. Usifikirie msosi, kwa sababu wewe mwenyewe wakati unafunga ulikusudia umwe na njaa ili Bwana kusikie. Haleluya. Hesabu njaa kuwa ndo sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Njaa ndo sadaka ya maombi yako. Haleluya. Njaa ndo nini? Ndo sadaka. Kwa wakati unaumwa njaa, unamwambia Bwana, hii njaa hii ni inavyoniuma hivi kwa sababu nataka unifanyie hiki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio muda wa kufikiria msosi. Ukifikiria msosi maana yake ni sasa unasema nimeadhibiwa. Nani kakuadhibu? Umejiadhibu mwenyewe. Kwa Bwana akiona wewe mwenyewe unaanza kujihurumia tena, unaanza kuona kama unateseka, Bwana anaona kumbe huyu mtu hana hili, hana uzito wa hili hitaji. Haleluya. Kwa hiyo unatoka bure. Haleluya. Unaumwa njaa bure. Bora ungekula msosi ukalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukakaa kwenye kiti kirefu, au ukakaa kwenye upepo, kwenye mti wenye upepo mzuri, ukapigwa na upepo. Haleluya. Wewe unajua kabisa naingia kwenye mfungo nitaumwa na njaa, halafu unaanza kulalamika wakati ulijua. Bwana Yesu alikuwa anajua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibilisi huwa anatumia nini? Anatumia njaa. Kwa hiyo iepuke njaa, bali njaa uifanye kuwa ndiyo sadaka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Twende kwa adui mwingine. Haleluya. Adui huyu anaitwa ni usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaitwa ni usingizi. Watu wengi unakuta wamefunga, yaani akifunga tu anaanza kulala asubuhi mpaka jioni mpaka kesho asubuhi, hajaomba. Yeye ni usingizi tu. Kwa sababu mtu anapofunga manake mwili huwa ni dhaifu, na kwa kuwa mwili ni dhaifu huwa unapenda upumzike. Kwa yeye sasa ndo anaanza kulala, halafu eti yuko pale niko kwenye maombi. Uko kwenye maombi gani? Maombi ya usingizi? Kweli kuna usingizi wa kiroho, kama usingizi ambao aliupata Petro kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10, nadhani kuanzia ule mstari wa 9, alipokuwa akiomba saa 6 mchana. Haikuwa hata kwenye mfungo. Haleluya. Huo ni usingizi wa kiroho. Hayuko kwenye mfungo, anaingia tu kuomba dalili, anaingia kuomba. Mwisho wa siku akaona njaa kali sana kiasi cha kwamba cha kuzimia, akamwambia jamani, tengenezeni chakula huko. Kuna usingizi wa kiroho, lakini pia kuna usingizi wa udhaifu wa mwili. Sasa usiuruhusu huo usingizi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usingizi huyo, adui usingizi huyo. Mwili ukiwa una chakula utatamani kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna msemo ambao tuliukuta, wanasema kwamba njaa mwana malegeza, shibe mwana nini? Mwana malevya. Haleluya. Yaani mtu akiwa na njaa utalegea. Haleluya. Na kwa kuwa utalegea, basi usiruhusu ulegevu kakufanyia udhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushinde usingizi. Haleluya. Tufungue kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 26 na ule mstari wa 41. Mathayo 26 na ule mstari wa 41. Maandiko yanasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho ilas, lakini mwili ni dhaifu. Basi tuanzie 40. Maandiko yanasema, akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala, akawaambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho ilas, lakini mwili ni dhaifu. Haleluya. Mwili ni dhaifu. Mwili unapokuwa dhaifu, lazima utatamani kulala, na utalala kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Utalala kweli. Kwa hata hapa tunaona wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, cha kwanza hawajui kwa nini Yesu anawahimiza kuomba. Yesu anajua anaomba kwa sababu siku zake zimekaribia za kukamatwa na kuteswa. Kwa anajua uzito. Kwa hivi vitu vinaambatana pamoja. Nia ya maombi ndio atakao kuchochea kuomba. Kama una nia dhaifu, basi ujue utaanza kukaribisha maadui wengine, na hawa maadui wanafanya kazi pamoja. Haleluya. Hawa watu wanawaambia waombe wasije wakaingia majaribuni. Wanaombaji? Haleluya. Wanaombaji? Hawakuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda wao walikuwa wanatembea na lile andiko ambalo baada ya wanafunzi wa Yohana na Mafarisayo, baada ya kuja kusema kwamba mbona sisi watu tunafunga lakini wao hawafungi, alafu akaambia kama wakiwa na bwana harusi wanafunga kwa nini? Kwa wali relax. Haleluya. Lakini kumbe wakati huo ulikuwa ni wakati ambao ilipaswa waendelee kwa nini? Waombe. Lakini hawakuomba, wakalala. Walikosa nia, hawakuwa wanajua kwa nini waombe. Lakini Bwana anawaambia msije mkaingia wapi? Majaribuni. Anajua mimi nikikamata tu ninyi mtakimbia, mtawaogopa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho wa siku kweli walikuja kukimbia. Waliingia kwenye jaribu kwa sababu hawakuomba. Huyu akakimbilia huku, Petro mpaka anamkana Yesu.
Mara 3. Sababu hakuomba hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipenda nini? Usingizi. Ukipenda usingizi utaingia majaribuni. Ndio maana unakuta watu wanaingia kwenye mfungo, hawaombi, mwisho wa siku tena wako kwenye mfungo huo huo, ndio pale tena wanazinishwa. Wanazini kwenye ndoto. Uko kwenye mfungo, alafu unazini kwenye ndoto. Umeingia wapi? Majaribuni. Umekosa kinga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiwa unaomba, unajiepusha na majaribu, shetani asikujaribu. Kwa sababu wakati wewe unaomba, ndo wakati ambapo ulinzi wa Mungu unakuwa juu yako, kwa sababu Mungu mnakuwa mnazungumza. Na pale palipo na mazungumzo ya Mungu, tayari hapo kuna ulinzi wa kimungu. Kwa hiyo ni ngumu shetani kuja kuchukua nafasi ya kukujaribu. Lakini wakati unashinda umelala, tayari ibilisi anakuja kuingia moja kwa moja pa. Hauwezi kujibiwa ndugu yangu. Haleluya. Mkimbie usingizi, badala yake omba. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akina Petro wangeomba wangejibiwa, wasingeingia kwenye jaribu ambalo liwapata kumkimbia Bwana Yesu, kumkana Bwana Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo adui usingizi usimruhusu. Ukiwa kwenye maombi mkimbie. Usilale. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifanye nini? Usilale, badala yake uombe. Kweli kuna vipindi utatenga muda wa kuomba, tenga muda wa kulala, kwa sababu pia kwenye kulala pia kuna sehemu ambayo Bwana anachukua nafasi labda kujibu kwenye maono na kwenye ndoto. Lakini usilale tu sasa hauombi. Niko kwenye maombi. Kwa hiyo unashinda umelala. Unashinda umelala. Haleluya. Na maandiko yanasema kwamba mtu anapokuwa amefunga ajipake mafuta usoni, asijionyeshe. Kwa wewe tu umetuambia umefunga, ndo sasa ndo ni kulala tu sasa. Yuko kwenye maombi. Tumuonee huruma, yuko kwenye maombi, ndo maana analala. Omba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, niko kwenye mfungo, kwa hiyo ndio maana analala sasa. Wewe acha udhaifu. Muombe Bwana. Haleluya. Haujafunga ili ulale, umefunga ili muombe Bwana. Ndio maana hutajibiwa na mausingizi yako. Mungu hataki wazembe. Haleluya. Mungu hataki walalaji. Wewe ni kulala tu. Uzembe. Omba. Huyu adui mkatae. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkatae. Ni heri soma Biblia. Soma maandiko. Ni heri usome maandiko, kwa sababu kupitia maandiko pia Bwana anafanya nini? Anajibu. Lakini maandiko pia ni nini? Ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi tumalizie na adui wa mwisho. Huyu adui anaitwa uzembe. Haleluya. Huyu adui anaitwa uzembe. Yaani unakuta mtu yuko kwenye maombi, anaomba tu. Yaani anaomba kidogo, basi dakika 15, dakika 10 amemaliza. Maombi yote yanaishia hivyo. Uzembe. Kama kweli unataka kuomba ili vitu vitokee, inahitajika bidii. Ukiruhusu uzembe, Bwana hawezi kusikia, kwa sababu kila wakati ambapo wewe unaomba, muda wote unaomba, unamsumbua Bwana. Haleluya. Twende kwenye kitabu kile cha Luka sura ile ya 18. Luka sura ile ya 18. Kuanzia ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Akasema, palikuwa na kazi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu.
Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Haleluya. Hapa inamalizia, Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kazi dhalimu. Mstari wa 7, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, ataiona imani duniani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati wewe kila muda unaomba, kila muda unamkumbushia hitaji lako, kila muda Bwana unamsumbua, Bwana ninaomba unijaze Roho Mtakatifu, Bwana naomba unijaze maarifa. Kila wakati unatembea, wakati unafanya kazi, huku unamwomba Bwana, huku unamsumbua, yani hapo unasumbua sikio la Bwana hatari. Haleluya. Unasumbua sikio la nani? La Bwana hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sipendagi kusumbuliwa kwa kweli nikiwa nimelala. Haleluya. Unakuja unaniongelesha asubuhi, sipendi. Haleluya. Huwa sipendi. Kwa hiyo mara nyingi kama wewe unataka tu nikupatie kitu fulani muda ambao mimi nimeamua kupumzika, wewe nisumbue kwa uniongelesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuaga mkali kweli. Hata Bwana huwa hapendi muda wote unamwambia, Bwana nijaze na Roho Mtakatifu, Bwana naomba unipe hiki na hiki, Bwana naomba unipe hiki na hiki. Asubuhi wewe umeshinda unaomba, unamsumbua Bwana, sikio lake halitulii, wewe unaomba tu muda wote. Bwana chukua bana, usinisumbue. Haleluya. Sasa unaomba asubuhi paka kesho saa 12 unafungua, nilikuwa kwenye maombi, haujaomba. Halafu nataka Bwana akupe kitu. Uzembe wa kuomba hitaji lako hilo. Omba sasa, mkumbushie kila mara, msumbue Bwana. Ishara ya kuomba mara kwa mara, unamsumbua Bwana sikio lake, aone kuwa ni kero, akupatie haki yake, haki yako ambayo unaitaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa kimsingi tunaomba haki zetu. Haleluya. Leo tuko hapa tunaombea mahitaji ambayo Bwana mwenyewe amefanya nini? Ametuahidia. Ametuahidia tutafufua wafu, ametuahidia mabubu watafunguliwa, ametuahidia Ukweli Church of Christ itamimina uamsho Tanzania, ametuahidia kuwafungua wagonjwa, ametuahidia kutupa mahekalu. Kwa hiyo na sisi hapa tunaomba haki yetu. Ndio maana mara kwa mara tembea unamwambia Bwana tupe majengo. Bwana tunaomba tujaze upako wa kufungua mabubu. Haleluya. Kwa kufanya hivyo tunamsumbua Bwana, mwisho wa siku atasema Ukweli Church of Christ haya chukueni. Haleluya. Kwa sababu tumefanya nini? Tunamsumbua Bwana. Bwana anataka umsumbue. Haleluya. Lakini wewe niko kwenye mfungo, unapigwa na njaa zako tu pale. Unaomba dakika zako 2. Sio dakika 2. Omba. Acha uzembe wa kuomba. Unakuta yuko kwenye kazi yake, unakuta amekaa hapa. Haeleweki. Yuko kwenye maombi au yuko kwenye maombi. Chukua muda sasa wa kumuomba Bwana, umuuzi kila mara. Yaani ni heri mtu yule ambaye asubuhi anamkumbushia Bwana. Kila baada ya muda fulani anamkumbushia Bwana, Bwana kumbuka hitaji langu hili. Halafu watu wengi wanadhani kuomba ni mambo ambayo ni vitu ambavyo labda ni paka nifanye kitu fulani hivi. Acha ujuzi wa kuweka maombi kuwa magumu. Paka Bwana nikambembeleze kama vile unamtongoza Bwana. Bwana yeye anakusikia. Haleluya. Wewe unahitaji kitu hiki, Bwana ninaomba unipe kitu hiki. Basi. Haleluya. Unaleta maneno ya sukari, unaleta sijui maneno ya nini. Bwana hataki hivyo. Yeye anaangalia neno lake. Unaomba kadiri ya maandiko, basi.
Haleluya. Wewe unaenda kutia huruma. Kweli tia huruma kama unaomba maombi ya rehema, kwa sababu unahitaji kulehemiwa. Uko kwenye makosa, utaadhibiwa. Haleluya. Lakini hapa unataka haki yako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanakuwa natafuta maneno, yani kaneno haka nikatengeneze. Bana, mwambie Bwana, ninaomba unijaze na Roho yako Mtakatifu. Umesema kwenye neno lako utamimina Roho wako juu ya wote wenye mwili. Na mimi Bwana naomba unijaze na Roho wako. Nimekuamini Bwana. Unatembea, unarudia neno hilo. Hata kama ni neno moja, ujue hilo neno ni kengele kubwa mbele za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano wale vipofu wawili wanamwambia, Mwana wa Daudi, utulehemu. Hivyo tu. Unaona? Akawaponya kwa sio maombi makubwa jamani. Yani eti mpaka utengeneze lipepa lizima hivi, mpaka lijae maneno mengi. Ndio wanasema wao hupayuka kwa maneno yao kuwa mengi. Usipayuke mbele za Bwana. Pereka hoja. Bwana ninaomba hiki. Bwana ninaomba hiki. Bwana ninaomba hiki. Ni maombi tayari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ninaomba hiki kwa sababu 1, 2, 3. Haleluya. Sasa unakuta mtu anatengeneza, anafanya nini? Unajua wananicheka sana. Unajua wananifanya nini? Kwa hiyo Bwana ninaomba. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watu tujue, mimi hiki kitu nimeamua nitakifundisha na nitaendelea kukifundisha. Kuna udhaifu mkubwa sana kwenye eneo la maombi. Yani unakuta, kuna wengine wao kazi yao ni kuomba ili wajionyeshe kwa watu wanajua kuomba. Haleluya. Na kuna wengine wanaomba ili watoke hapo, leo kweli nimeomba. Umekwisha kupata sababu yako. Kumbe ulikuwa unaomba ili ulizike wewe kuwa umeomba. Tunaomba ili Bwana tujibu. Hatuombi ili sisi tulizike. Wala wewe ulizike kuwa leo nimeomba. Yani kuomba ni kupeleka mahitaji mbele za Bwana na Bwana akusikie basi. Unaomba kwa sauti? Unaomba kwa sauti ndogo? Yani agenda ni maombi yako yafanye nini? Haleluya. Kwa hiyo hata kama unatembea wewe mnganganie tu Bwana kimoyomoyo, hapo unaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwingine mpaka apige kelele mle, afunge chumba mpaka aseme moto umewaka huko. Moto wa mjakazi huko umewaka. Leo hapa talala kwa amani. Mpaka watu wengine wanasema leo mimi sitaomba leo. Kwa maombi yale. Kumbe maombi yenyewe Bwana ameyakataa. Maombi ya kupayuka, maombi ya kujionyesha kwa watu. Haleluya. Maombi jamani ni hoja. Maombi ni kupeleka mbele za Bwana kusaidie. Sio wewe ujisifu. Sio wengine wakusifu. Hapana. Haleluya. Peleka hoja, yani wewe cha msingi tembea na hiyo hoja kwa Bwana. Bwana ninaomba hiki. Bwana ninaomba hiki. Bwana ninaomba unisaidie hiki. Kwa sababu 1, 2, 3. Umesema 1, 2, 3. Haleluya. Iwe kimoyomoyo ili mradi maombi yako afike. Na ufanye hivyo kwa bidii. Haleluya. Danieli alikuwa na bidii. Ikifika asubuhi anafunga madirisha yake, anaomba. Haleluya. Ikifika mchana anaingia chumbani, anafunga madirisha yake, anaomba. Ikifika jioni anafunga madirisha yake, anaomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana makano ya simba yalishindwa, kwa sababu alikuwa mwenye haki na alikuwa na bidii katika kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi jamani, tusilete ukisoma kwenye maandiko matakatifu hakuna mbwembwe ya maombi. Kwa sababu tukipima, yani unakuta wanamuomba tu Bwana vizuri kwa kupeleka hoja. Yani hazina maneno mengi.
Lakini leo maneno ni mengi sana. Sababu ni nini? Ni kujionyesha. Ndio maana Bwana hakujibu. Ni wewe kutokupeleka hoja zako. Unataka ukiomba mpaka watu wasikie unaomba. Ukitaka kuomba mpaka yani mpaka uwekee kipindi maru. Omba muda wote. Haleluya. Bwana atakupa majibu. Tuende kwenye kitabu kile cha Yakobo 5 mstari ule wa 17 na 18. Haleluya. Haleluya. Kitabu kile cha Yakobo sura ile ya 5 na mstari ule wa 17 na 18. Maandiko yanasema kwamba Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua ikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Kwa hiyo Elia huyu naye alikuwa anasikia usingizi. Elia huyu naye alikuwa anaona njaa. Elia huyu alikuwa na kila aina tabia ulionayo wewe. Tabia ya mwili kukataa kuomba naye alikuwa nayo. Haleluya. Lakini yeye alikuwa na bidii. Akakataa udhaifu. Akakataa usingizi. Akakataa kujionyesha kwa watu. Haleluya. Akaomba kwa bidii. Naye Bwana akasikia maombi yake, na mvua haikunyesha kwa miaka 3 na nusu. Haleluya. Hata wewe ukiwa na bidii, ukiwa unamuomba Bwana kwa bidii, Bwana atakusikia. Haleluya. Atakusikia. Kuwa na bidii. Omba. Na sio haya maombi ya kujionyesha, achana nayo hayo ya kujionyesha. Bwana atakusikia. Piga magoti. Yaani kujionyesha simaanishi kwamba walipo na watu wewe usiombe. Wanaweza wakawepo, lakini wewe nia yako sio kuonyesha wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe nia yako iwe na bidii kwenda mbele za Bwana. Sio kuonyeshea watu unaomba sana. Unaweza ukawa unaomba maombi ya sauti, lakini nia yako ni kuwa na ile bidii. Na mara nyingi mtu anapofikia imani kubwa, hata ombe kwa sauti, nia yake sio watu wasikie. Kile Bwana anachokipinga ni ile wewe nia yako ili watu wakusikie. Hata kama unaomba kwa sauti, lakini nia yako iko kwa Bwana. Bidii yako. Kwa sababu inafikiaga hapa, mtu mwenye bidii huwa hajali na watu wanamsikia, hawamsikii, yeye hajali nao. Huyo ndo mtu mwenye bidii. Kwa hiyo yuko peke yake ataomba. Wapo watu ataomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanamsikia ataomba, hawamsikii ataomba. Hiyo ndo bidii inayozungumziwa. Ili mradi ile nia orego setle pa. Haleluya. Hana alikuwa na bidii, akaomba. Midomo ilikuwa inacheza. Lengo lake ilikuwa sio kumonyesha kuhani Eli jinsi ambavyo anaomba, bali nia yake, bidii yake. Maandiko anasema, ngoja tufungue hapo. Samueli wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza. Sura ile ya kwanza kuanzia ule mstari ule wa mstari ule wa 9. Maandiko yanasema, ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye wimo wa hekalu la Bwana. Naye huko mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri, akasema,
Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe utamfikiria kichwani. Ikiwa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake, basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimzania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimzanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Haleluya. Hana hakujali na Eli anaona midomo yake inacheza, lakini sikitiko lake, hoja yake, haja yake ndicho kilichokuwa kilio kikubwa. Mtu ambaye ana uzito huwa anatembea na uzito ule ule, huwa hajali na wanaomsikia. Haleluya. Badala yake yeye huendelea, kwa Kiingereza wanasema focus yake iko kwenye hicho kitu kimoja. Haleluya. Nia yake iko, yani ana mwendelezo wa kutembea na hicho pasipo kujali ni nani yuko mbele yake. Haleluya. Kwa muombe Bwana kwa bidii. Akalia sana. Ngoja nirudie huu mstari hapa. Mstari wa 10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Alikuwa na uchungu moyoni mwake. Kwa mtu anayekuwa na bidii huwa haangaliagi watu. Haleluya. Yaani umepanga zako kuomba, halafu unakuja kanisani hapo unakuta watu eti unaahirisha kuomba. Hauna bidii. Mwenye bidii atajali na watu. Atafika zake hapa, kama atapiga magoti madhabahuni ataanza kumlilia Bwana. Haleluya. Kama utaki wasikie, wewe omba omba kimoyo moyo, ili mradi bidii yako isikatishwe na watu. Haleluya. Wabaki wao sasa watakuwa wanatazama, huyu mbona anaomba sana muda wote huu? Wewe umemimina moyo wako mbele za nani? Mbele za Bwana. Haleluya. Usikubali ukatishwe na mtu katika maombi yako. Badala yake songa mbele na onyesha bidii kumtaka Bwana kila mara kwa bidii, kama ambavyo Hana aliomba, kama Elia alivyoomba kwa bidii. Haleluya. Kwa bidii. Tumalizie na mstari wa 18 kwenye ile Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba kwa bidii. Sasa unaomba unalala, usingizi, tangu umeingia njaa, siku inaanza kuuma asubuhi saa 1. Siku zingine chai unakunywa hata saa 6. Haleluya. 18 nasema, akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, na nchi ikazaa matunda yake. Haleluya. Yaani mwenye bidii huwa haruhusu kutokuona matokeo, na Mungu anapenda watu wenye bidii. Haleluya. Kwa sababu bidii yake ya kumsumbua Bwana, Bwana lazima atatoa. Ndio maana kitu kimoja ambacho mimi nilijifunzaga kwenye habari hata kutoa pepo. Unajua kuna pepo wengine wanahitaji watu wenye bidii. Kama una kamoyo kakukata tamaa mapema, pepo huwa watoki. Haleluya. Yaani kuna wakati pepo anakuchezea mchezo wa natoka, alafu atoki. Alafu anarudi. Nasema, nimeomba muda wote huu mbona atoki tu? Huyu pepo mgumu huyu ndo anachotaka hicho. Haleluya. Lakini ukiweka imani kwamba nitakutoa na utatoka, yaani lazima kieleweke bidii, lazima yule pepo atakimbia. Kwa wakati mtu anatoa pepo, acha vimaombi vyako vya sekunde vile vya mchoko. Bidii inatakiwa. Haleluya.
bidii. Vitu vingine vinahitaji bidii. Maombi yanahitaji bidii. Ukiwa na bidii, ni lazima utaona matokeo na utajibiwa na Bwana. Usichoke kufunga, usichoke kumwomba Bwana kwenye mahitaji yako yote yale. Unapofunga, onyesha bidii sasa katika kufunga kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hilo ndilo neno la Bwana kwa siku hii ya leo, na Mungu awabariki sana. Haleluya.